Haleluya, haleluya, haleluya mwanafamilia. Mungu akubariki sana, nikualike sana katika maombi ya asubuhi. Nichukue nafasi kwanza tumshukuru Roho Mtakatifu kwa neema kubwa. Baba yetu mwema, mfalme unaishi na kumiliki na kutawala. Tunakutukuza watoto wako, tunakuinua mfalme. Pokea sifa Mungu wetu, mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tumeona neema tena asubuhi ya leo, tumeona upendeleo wa kimungu. Umetupenda kwa namna ya ajabu na kwa namna ya tofauti. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukiomba toba na rehema. Ututakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Unajua uovu wetu, ya kwamba sisi ni waovu, hatustahili kabisa hata kuitwa watoto wako. Neema yako Bwana imetustahilisha. Macho yetu tunainua, tunautazama msalaba na damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya msamaha. Baba, ututakase kwa hiyo damu, takase na kweli yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, umesema hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Baba wa mbinguni, tumenyenyekea mbele zako Roho Mtakatifu, tukisii rehema zako tena. Tutakase Bwana Yesu, tusafishe kwa damu ya mwana kondoo. Ruhusu tena utukufu wako tena asubuhi ya leo. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatupendelea tena kwa utukufu wako. Asante Jehova kwa neema ya ajabu na kwa utukufu wa ajabu. Pokea sifa mfalme wa falme kwa kutupa tena utukufu wako mwingine na neema nyingine kwa ajili ya kuisimamisha kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, 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 amina. Na unaweza comment sema amina, amina, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Kama hujasubscribe channel hii, ni kuombe chukua nafasi ya kusubscribe channel hii. Na nichukue nafasi hii kukuomba pia uweze kucopy link hii na kushare, peleka kwa jamaa na rafiki na ndugu, wapokee maombi haya. Itakuwa ni baraka nyingi na utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Nichukue nafasi hii kabisa kukualika, kama unapitia changamoto, inawezekana pia unatamani tusimame pamoja tuombe, chukua namba ya WhatsApp hapo kwenye screen na uweza kunijulisha unapitia wapi. Tasimama pamoja, tutaomba na mkono wa Mungu unaenda kudhihirika. Lakini pia nikualike sana katika group letu la maombi ambalo tunayo maombi ya moja kwa moja, na unaweza kujoin kwenye group letu la maombi kupitia namba ya WhatsApp yetu ya WhatsApp. Basi tuma kama unahitaji kujiunga na maombi hayo, basi tuma kwamba unahitaji kuingia kwenye maombi na tutakujoin. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi kila siku asubuhi, weka agano la dhabihu. Watu wengi wanapenda kuomba lakini hawapendi kutoa sadaka. Na Biblia Mungu anamwambia Kornelio katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anasema maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Kwa unapoomba, shetani anaogopa mtu anayeomba na anayetoa dhabihu. Kwa usimama na dhabihu kila siku asubuhi, na kila unapoomba utaona matokeo makubwa, kwa sababu ishara na maajabu ni nyingi. Watu wanaendelea kushuhudia namna ambavyo Yesu ameendelea kuwasaidia kwa namna kubwa sana. Nichukue nafasi hii kukualika sana katika neema ya kufanya mambo makubwa 2026. Neema hii ni maombi makubwa sana ya vipengele 15 vya neema, vipengele 15 vya kuomba neema. Kumbuka neema ndio kila kitu. Kumbuka neema ndio utukufu. Kumbuka neema, huwezi kufanikiwa pasipokuwa na neema. Watu wengi wanawezekana hawajui neema, lakini nitamani nikufafanulie kidogo neema ili uweze kutembea kwenye vipengele 15 vya kuomba neema. Haleluya. Neema ni nini? Neema lina maana nyingi sana, labda zinaweza kuwa ni maana zaidi ya kama 15 hivi. Neema neema ni upendeleo ambao Mungu anampa mtu. Neema ni kustahilishwa na Mungu. Neema ni kibali. Neema ni kubarikiwa. Neema ni uwezesho, yani ni nguvu ambayo inakuwezesha, inakuwezesha kufika kwenye hatima, kwenye ndoto. Neema inaweza kukufikisha kwenye utukufu. Neema, ujue neema ni nguvu inayokuwezesha kufika mahali ambako wewe mwenyewe utegemei kufika. Haleluya. Kwa neema ni nguvu inayofungua hatima, ni nguvu inayokupeleka kwenye uthamani, ni nguvu inayokuwezesha kufika kwenye hatua
ambayo akili yako na nguvu zako haziwezi kufika, ambako ufahamu wako hauwezi kufika, ambako yale yaliyokushinda yanawezekana kwa neema. Kwa kuna neema, kuna neema ya wokovu, neema ya utajiri, neema ya uponyaji, neema ya ulinzi, neema ya kuinuliwa, neema ya kuwa mtu mkuu wa Mungu. Ziko neema nyingi. Hiyo yote ni nguvu ya kukufikisha kwenye viwango vikubwa. Kwa hiyo tutakuwa na vipengele 15 vya neema. Vipengele 15 vya neema. Hakikisha unayaomba haya maombi ya neema kila siku asubuhi, na utaona milango mikubwa ikifunguka mwaka 2026 hujawahi kuona kabisa, na mkono wa Mungu unakwenda kudhihirika. Neema ya leo ni neema ya kushinda ubaya. Ni sentensi kidogo ambayo ni ngumu, lakini ni neema. Kushinda ubaya ni neema. Kushinda ubaya ni neema. Watu wengi walishinda kuwa na mwendelezo au walishinda kuendelea, ni kwa sababu walishindwa kushinda ubaya. Kwa sababu katikati ya hatima ya kufanikiwa, katikati yake huwa kuna ubaya huko katikati, na usipokuwa na neema ya kushinda ubaya na ukaendelea, maana yake utashangaa kila mwaka unaishia njiani. Yaani kila eneo la hatua ya mafanikio katikati yake lazima ukutane na ubaya. Kwa hiyo lazima ushinde ubaya. Yaani lazima ushinde. Kwa sababu kuna jambo baya ambalo litajitokeza katikati ya safari yako ya kuelekea ndoto. Sasa usipokuwa na nguvu ya kushinda ubaya, uwe na uhakika utaishia njiani. Watu wengi walikuwa na project nzuri, wanataka kufanya kazi vizuri, lakini walipokutana na ubaya ukawaangusha, kwa hiyo hawakuendelea. Na unaweza kuona namna ambavyo ufalme wa giza wa kishetani uko kazini ili kukuletea ubaya ili ukate tamaa. Ubaya siku zote huwa unakuja ili kukatisha tamaa. Ubaya siku zote huwa unakuja ili kuangushe. Ubaya siku zote huwa unakuja ili ushindwe kufikia zile ndoto na hatima. Kwa hiyo unahitaji neema. Kama una neema ya kushinda ubaya, utashangaa, utakaa kwenye kulalamika, utakaa kwenye kupigana, lakini mwisho wa siku hautazifikia zile ndoto. Lazima Mungu akupe kushinda ubaya, kuhimili ubaya, ili uweze kufikia hatima na ndoto zako. Kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na mstari wa 21. Warumi 12:21. Neema ya kushinda ubaya. Anasema usishindwe na ubaya. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Kuna watu wanakutendea mabaya. Sasa hao wanaweza kukuangusha usipokuwa makini. Unapokuwa kwa mwanzoni mwa mwaka, kuna watu ambao lazima uelewe, kuna watu watakuja kwenye maisha yako ni wabaya. Lazima uhakikishe unawashinda, ili baada ya ubaya wewe uwe mwema. Kwa sababu watakuja na ubaya ili wewe kufanyaje? Kukumaliza. Ndio maana anasema Paulo, msishindwe na ubaya. Umeona, mtu akikuletea ubaya, basi wewe geuza. Umeona, uwe wema. Ndio maana anasema ushinde ubaya kwa wema. Yaani mtu anakutendea baya, lakini wewe bado unamtendea jambo jema, kwa sababu yeye alikuja kwa ajili ya kukuangusha. Lakini wewe kumbuka, unapoushinda ule ubaya tayari utapiga hatua. Nikwambia kabisa, na hii ni neema, kwa sababu watu wengi hawawezi, ndio maana wanahitaji neema. Sasa ona kitu ya ajabu sana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Tasoma mstari wa kwanza labda mpaka mstari wa 4 kidogo. Matendo ya Mitume sura ya 8. Anza kuona mitume walivyokuwa wanafanya kazi. Siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua, wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu.
Sauli akaliharibu kanisa, akiingia kwa kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Umesikia hiyo adha? Umesikia hiyo adha? Umesikia hiyo adha kubwa? Umesikia hiyo adha kubwa? Machafuko anaingia. Sauli anaharibu kanisa, anaingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Sauli, usilete mchezo. Biblia inasema, lakini mstari wa 4, soma mstari wa 4 usikie anasemaje. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Jamaa wametawanyika, bado hajakubali, wakaendelea kuhubiri neno. Unaweza kuona Stefano akateremka akaingia mjini mwa Samaria akamhubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosema. Unaona, watu wengi wakaendelea kuona, na Biblia inasema walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi, waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Sasa kama wangeburutwa na Sauli afu wakaacha, nini kingeendelea? Ina maana wasingefikia hizi ishara, maajabu, matendo makuu. Kwa hiyo mtu akija kukushambulia, wewe ongeza nguvu zaidi ya utumishi katika jina la Yesu Kristo. Ushinde ubaya. Tunaona matokeo, wanaanza kuona neema, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, watu wanainuliwa. Ni kwa sababu walikuwa na nguvu ya kushinda ubaya. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, pokea neema ya kushinda ubaya ili ufikie ndoto zako. Una ndoto nyingi, wewe wasikatie tamaa. Kuna watu wamejiandaa kukatisha tamaa, wamejiandaa kurudisha nyuma, wamejiandaa kukupiga ili uanguke, ili wakumalize. Mwaka huu hawatafanikiwa katika jina la Yesu. Wewe ambaye uko tayari kupokea neema ya kushinda ubaya, na ndani yako unasikia unayo dhabihu na unatamani kushinda ubaya, naomba inua mkono wako, sema, Bwana Yesu, niko mbele zako katika jina la Yesu, na nimeibeba dhabihu na sadaka maalum kunipa nguvu ya kushinda ubaya katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninatangaza katika jina la Yesu, ubaya wowote ulioandaliwa ili kuniangusha nisiendelee, ninaushinda katika jina la Yesu. Ninawashinda maadui waliojipanga kuniangusha, ninawashinda waliojipanga kunimaliza, ninawashinda waliopanga kunimaliza, ninawashinda waliopanga kuniua, ninawashinda waliopanga kuvunja hatima yangu, ninawashinda waliopanga kunikatisha tamaa katika jina la Yesu Kristo. Risataramashaka. Omba neema ya kushinda ubaya kwa jina la Yesu Kristo. Nami nakuombea kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, na kwa damu ya mwana kondoo, na kwa damu ya kondoo. Bwana Yesu, nipe nguvu ya kushinda ubaya. Risandaramando resatarabakoria radaramasataraba roshataramakorabashaka resatatatata resatarabababa roshandaramakoria resatarabakosha. Omba neema kushinda ubaya, omba neema kushinda ubaya kwa jina la Yesu Kristo. Nami nakuombea, pokea nguvu ya kushinda ubaya ili ufikie zile ndoto na yale maono kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo, pokea nguvu ya kushinda ubaya, pokea nguvu ya kushinda ubaya kwa jina la Yesu. Ninakuombea neema ya kushinda ubaya, neema ya kushinda ubaya ili usifikie zile ndoto zako, ile hatima yako, ule ukuu wako, ule uweza wako, in the mighty name of Jesus. Nami nakuombea neno hili la kushinda ubaya, utaushinda ubaya kwa wema, na hatimaye utafikia ndoto zako
katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tu mmoja aseme amina, amina. Nichukue nafasi kuomba. Chukua namba yako ya Vodacom, weka kwenye namba yetu ya sadaka ya 0756934903, na kupitia sadaka hii utamuona Yesu Kristo akikupa nguvu ya kushinda kabisa ubaya na ukielekea kwenye ndoto zako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen.